Nichukue nafasi hii kuweza kushukuru leo kupata watu ambao wana mchango mkubwa sana katika mpira wetu. Lakini sio mchango tu, lakini pia wana nguvu kubwa ya kuweza kufanya mpira uweze kusogea, kwa sababu unapozungumzia mpira wa miguu sio tu kuwa na timu, lakini kuwa na mashabiki. Lakini sio tu kuwa na mashabiki, kuwa na wanachama ambao wanaweza wakafanya mpira uweze kusogea. Kuna timu nyingi ambazo zina pesa nyingi sana, lakini leo hii haziko motivated kwa sababu zimekosa mashabiki. Kwa hiyo unapoona watu wanajitoa na kuamua kufuatilia timu kwa ukubwa wake na wanafanikiwa, ni watu ambao lazima tuweze kuwapa credit kwamba wanafanya kazi nzuri sana. Sasa nikija kwenye hoja ambayo umeizungumza, hiyo ni hoja ambayo ipo katika engo mbili. Nitazungumza katika engo mbili. Kuna engo ya kitaalamu na kuna engo tuseme ni ya kishabiki. Vitu tofauti. Ukizungumzia kwa upande wa kitaalamu, amezungumza JB hapa, ameongea vizuri sana, kwa maana kwamba ili timu iweze kuuzwa kuna taratibu zake. Lakini Simba na Yanga zimeingia katika utaratibu wa uwekezaji, na panapokuwa pana uwekezaji maana yake kuna hisa, na mtu yoyote anayenunua hisa maana yake ni mmiliki. Hiyo ni hoja ya msingi sana. Mimi leo nina hisa kwenye baadhi ya makampuni, no matter nina asilimia 10, 200, lakini ni part of it, na hata katika mwisho wa mwaka kwenye ile gawio kwa dividend mimi napata asilimia zangu naweza kupata. Kwa hiyo ukizungumzia wamiliki halali wa ile kampuni, na mimi nipo. Na ukiangalia katika mgawanyo wa Simba, maana yake pale kuna umiliki wa pande mbili. Kuna umiliki wa klabu ambao ni asilimia 51 ya mara kwanza, lakini pia kuna umiliki wa mwekezaji ambao ni asilimia 49, ambako kwa nafikiri kwamba aliko mapya ambaye anakuja itabidi sasa hizi gawanywe kwa watu wengine wengi. Kwa hiyo Mo ni majority, yani ukitoa klabu yeye ndio only majority shareholders katika 49. Kwa hiyo akizungumza kwamba nimeinunua klabu ya Simba, kwa sababu zile asilimia 49 anazozungumzia unazitanish kwenye kiwango ambacho umeweza kulipia. Kwa hiyo kitaalamu akisema nimenunua, wewe ukipaniki ukienda sehemu huwezi kumshinda, kwa sababu kweli ana hizo hisa kwenye klabu. Kwa hiyo ni upande ambao ni wa kitaalamu, ambako mpaka mtu ukae ufikirie uangalie sana. Lakini ukija katika hali ya kawaida, huu upande wa ushabiki ndio ambako umeanza kuleta shida. Unajua mashabiki wetu wanapenda vitu virahisi, vitu ambavyo virahisi, lakini pia tumetengeza mpira ambao unatamani kuona tukichekana sana, tukizodoana sana bila kuangalia ukubwa au udogo wa issue. Mimi nafikiri hoja ya msingi ambayo mimi ningetaka kuizungumza, na kwa sababu pia ni wanachama ambacho ningetamani kutaka na wenyewe kizungumze pia, kwamba kwa nini tajiri anatoka anasema nimenunua klabu mbele za hivyo. Sawa, anatoka anazungumza nimenunua klabu kwa kwenye klabu ya Simba kisha thamani, wakati akijua fika utaratibu wa hizi timu zetu. Lakini pia sioni kama ni afya sana kwa tajiri most of the times kuwa anatoka na kuzungumza bila kushirikiana nao, bila kuwasiliana na klabu, kwa sababu ukiangalia mwenyekiti wa klabu ya Simba ni Murtaza Mangungu, na yeye ndio mwenye asilimia nyingi, lakini pia yeye ndio mwenye klabu, na yeye anawakilisha wanachama. Yaani kundi lote la wanachama wa Simba liko chini ya Murtaza Mangungu. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye yuko sahihi zaidi wa kuweza kutoa taarifa ambazo zinahusu sio uwekezaji, ambazo zinahusu klabu moja kwa moja, maana yake ni Murtaza Mangungu. Sasa haya matamko ambayo amekuwa akiyatoa wakati mwingine kwenye Instagram, wakati mwingine kwenye Twitter, ndio ambayo yanaweza kaita mkanganyiko na kuwafanya watu waanze kufikiria tofauti, na ndio zinakuja hoja nyingi ambazo kimsingi zinakuwa ni hoja ambazo ni za kishabiki, lakini wakati mwingine za kutaka kuchagiza kuweza kuona na upande wa pili ambao ni wanachama watakwenda kuzungumza kitu gani. Sawa, sawa. Na kwenye hilo tumezungumza hapa na GB64, Dr. Mo, Nabii Meja. Inaonekana Simba kuna wawekezaji ni kama wako kitu kimoja, lakini kumbe ni mashabiki ndo wameamua kujigawa kwenye pande mbili, yani ambao wapo upande wa Jairut na ambao wapo upande wa tajiri Mohamed Dewji. Kwako unaona lina afya ili ambalo wanalifanya mashabiki? Kwanza mimi mtazamo wangu si kwamba mashabiki wameamua kujigawa. Mashabiki wamegawanywa. Inawezekana kwa kujua au kutokujua. Yaani unaweza ukafanya jambo usilifikirie litakwenda kuwa na impact hiyo, alafu watu wakalichukulia likawa na impact. Kwa nini? Ukiangalia hapa katikati palikuwa pana changamoto kidogo. Na most of the time tumeweza kusikia watu wakizungumza, kuna watu wengine walikuwa wamhitaji Mangungu.
na miongoni mwao alikuwa ni Dr. Mo na kwa watu wengine walikuwa wanamtaka Mangungu na wengine wanamtaka Mo. Ikaenda baadaye Mo akasema kwamba akapata uelewa kwenye kile ambacho alikuwa anakizungumza kikawa sio sahihi na akaamua kujua ukweli. Sasa ni wanachama wangapi au mashabiki wangapi ambao walikuwa wanamtazamo kama wa Dr. Mo lakini hawajapata access ya kujua ukweli ambao yeye ameupata, kwa sababu kwa anajua yeye mwenyewe. So unaelewa? Kwa hiyo maana yake hapa kuna sehemu kuna gap. Lakini jambo lingine baadaye tukaona anaingia Jeruti. Ameingia ni mzabuni wa jezi kama ambavyo alikuwepo nani yule tutazungumza Vujabei, Sandalendi walipita, lakini ukiangalia kwa upande wa Jeruti amekwenda beyond kwa mawazo, yani ikaanza compare yeye Sandalendi na Vujabei, amesogea juu. Inawezekana amesogea juu kutokana na aina ya mkataba aliyousaini au amesogea juu kutokana na mapenzi alionayo. Sasa ikafika hatua naona kama kuna watu wanataka kuamini kwamba Simba inaweza kaenda bila kuwa na Mo. Kitu ambacho msifikiri kama ni sahihi. Yaani kwamba kumbe kama Jeruti anaweza akanunua magari, kama anaweza akasema atatusajili wachezaji, kama anaweza kutaka kutujengea uwanja, tunaweza tukaendelea tu. Hasa hapo na hapo pana chaos ambayo ipo, inatakiwa yenyewe iweze kuwekewa clarification. Kisa haya yote wanaoweza kuyavunja haya makundi au mitazamo ni viongozi waliopo, watoke waweze kuclarify kwamba utaratibu uko 1 2 3 4 5. Kwa hiyo miongoni mimi nadhani changamoto kwamba Simba wanayo ni wakati mwingine kuchelewa kutoa majibu kwenye hoja ambazo nafikiri zinakuwa za msingi kutoa majibu. Vinginevyo unapochelewa sio wote ambao wataamini unaelewa wewe. Ndio itakwenda kutokea hizi haya mambo, na hata ambao tunazungumzia leo hii wanaanza kugawanyika. Ukienda in details hapa, nilikuwa naongea Dr. Mo, kuna baadhi ya changamoto ambazo zipo za nje ya kiwanja, lakini usifikirie tu ni nje ya kiwanja kwa wale madada, maana yake nyuma yako kuna watu ambao wanakuwa pressurize. Yaani sio rais leo akatoka tu dada mmoja kama ni Agisimba nani akatoka kaja kazungumza, maana yake kuna mtu nyuma naye anayemtuma. Sasa huyu anayemtuma ana motive sipi? Leo akitoka mtu akisema JB ni chawa, huyu anayezungumza usikie anazungumza tu, maana yake kuna motives. Na ukiangalia hapa, mimi kwa mtazamo wangu mimi, sio wa Simba, sio wa Yanga, sio wa nani, ninachokiona mimi, kuna watu wanatamani Mo aendelee kuwepo Simba na kuna watu wanatamani kujaribu maisha bila ya Mo. Mimi ndio mtazamo wangu ambao mimi nafikiri. Yes, of course. Na GB tukirejea kwako, unaona Simba ipo tayari kwa maisha bila Mo? Unajua, kwanza ni mtakelazi zangu Salamba. Umeelewa? Salamba alikuwa swaiba wangu, lakini mimi huwa mara nyingi mtu nikimwona anaenda against na Simba huwa sipatani naye. Sawa? Nilishamjibu mara nyingi sana, na alikuwa anayazungumza sasa hivi. Yeye alianza kuyazungumza miaka 2 3 nyuma. Sasa hivi mimi nikawa simuelewa, huyu vipi? Huyu anataka Mo atoke, Simba ipotee. Huyu anasema Mangungu ana shida. Ukweli Mangungu ana shida, si tuendelee kupigwa naye. Tukawa tunamchukulia kama chawa nani? Mimi namfuta uchawa huyu leo. Umeelewa? Vitu alivyokuwa anazungumza ndivyo vina usahihi. Si umeelewa? Okay. Ndivyo vina usahihi ambavyo sisi baada ya kufanya speculation kugundua kweli Mangungu ana, sababu mimi wakati nasema Mangungu ana shida, huyu bwana anasema Mangungu ana shida, na tulishakaa mpaka off mic. Nimekuja studio yenu wakati uko juu. Ndio. Off mic tunaongea, ananiambia bwana JB, hapo unapoenda hapa sipo. Lakini huyu atakuwa ametumwa na engineer. Na ulishambulia sana. Nilishambulia mno. Lakini kuja kugundua ukweli. Yaani sio siri. Unaona mpaka kufika nilikuwa sifiki. Yaani na maana msinge nipigia simu nije. Mimi hapa ingekuwa intova forever, ningekuwa shamalizana na nyinyi. Kabisa. Lakini uhalisia wana Simba wote wanatakiwa wawe na mtazamo mmoja. Mwenyekiti ana shida, mwenyekiti anapigania maslahi ya Simba. Kwa sababu sisi mashabiki huwa tunaangalia furaha ya leo, hatuangalii furaha ya kesho. Si umeelewa? Ndio maana ukaambiwa lazima uwe na kitu kinachoitwa forecast. Kiongozi bora lazima awe na forecast. Forecast haiangalii hapa, tuna watch far away. Si umeelewa? Sasa katika ku watch far away ndio unakuja kupata maslahi ya Simba. Yaani baada ya matokeo ya leo, Simba anacheza na Yanga, Simba anacheza na Singida. Kesho utaforce leo kupata matokeo na Yanga kwa njia yoyote. Lakini je, kuna njia sahihi za Simba kupata matokeo bila watu kuingia front? Yaani unajenga kikosi kilichokuwa bora, kinakuwa na huduma bora. Hivi leo sasa hivi utoke ukacheze na PSG, utaiweza? Hapa. Utaiweza?
Hapana. Uwezi. Si umeelewa? Kwa nini? Imejengwa katika misingi iliyokuwa nini? Bora. Si umeelewa? Lakini vilabu vingi vya Tanzania vimejengwa katika misingi ya kutafuta matokeo. Yaani ndio pale sasa unapopata, ndio maana leo unaona marefa wetu wanaonekana kwenye AFCON hawafai, kuchezesha mashindano ya kimataifa hawafai. Kwa nini? Kutokana na misingi tuliowekea, kutokana na nini? Na hali ya jinsi gani vilabu vyetu hivi viwili vinavyotafuta matokeo. Na sasa hivi vimeongezeka mpaka vilabu hivi vidogo navyo vinaendelea kuwa na hela. Ndio maana leo unamkuta Simba analalamika, ananyimwa penalti. Simba anacheza na Azam ananyimwa penalti. Zamani ilikuwa Azam ndio akitoka pale analalamika, Zaka kazi anatafuta waandishi, analalamika, kanyimwa penalti, wamekataliwa goli, offside. Lakini leo Simba na Yanga kanyimwa penalti ya Dube. Live kabisa. Na Azam. Yanga ananyimwa penalti dakika 89. Misimu kadhaa nyuma ile penalti. Si unaelewa? Sahihi. Kwa hiyo ina maana hivi vilabu sasa hivi huko tunakoelekea tutakuja kushikana mashati, kwa sababu kuna vilabu leo TRA wana hela, wana uwezo wa kufanya influence aina yote ili wapate matokeo. Singida ana uwezo wa kufanya influence yote ili apate matokeo. Ukija Azam wana influence wa kufanya vitu vyote, vitatokea vilabu vingine watu watawekeza. Mpira sasa hivi unalipa. Kwa hiyo lazima tukae kwenye uhalisia wa nini wa mpira. Ndio maana unamwona leo National National sio kama anashindwa. Timu inayoongozwa kwa pesa nyingi ni National au Mamelodi Sundowns. Lakini kwa nini hawataki kutumia njia za panya? Leo National ndio analalamika, anacheza mechi na Pyramid kesho kutwa. Sawa? Lakini National ndio anahitaji marefa kutoka nje. Ina maana National anahitaji haki. Kwa nini anahitaji haki? Kwa nini asitumie naye pesa? Kwa sababu anajua kabisa tusipokaa kwenye uhalisia wa mpira uwezo ukawa na nguvu ya kucheza mashindano ya kimataifa. Sawa. Kwa hiyo kwa kuzungumza hayo yote, kuna kauli umeitoa kwamba leo hii Chifu na msafisha Chifu. Nashukuru sana. Unaelewa kwamba alikuwa yuko sahihi. Kwa sababu mimi kwenye mtazamo wangu kwa Simba anapotea, wachezaji kwenye mpira wanafanya hivi. Simba anapotea sababu ni Mangungu. Aliniasa na kudanganya. Bwana jibi huko nakokwenda sio. Shida sio Mangungu, shida ni mfumo wa Simba. Ndio hii katiba. Unapozungumza mfumo maana yake it means we talk about what? Constitution. Constitution ndio each and everything which govern how can you run the club. Unasikia nini? Unasikia? Kiingereza ataweza wapi yule? Kuna mshabiki wa Yanga anaongea Kiingereza. Sawa. Sasa nataka tupate nondo. Si ndio? Tumeshamsafisha Chifu, si ndio? Sasa Chifu, tuambie kuanzia leo. Kwa namna unavyoiona Simba naitazama kwa maeneo mawili. Ndani ya uwanja na ndani ya uongozi. Si ndio? Ndani ya uwanja unaiona Simba inapona na ndani ya uongozi unaiona Simba inapona. Sasa kutoka kule ambako ulikuwa unapazungumza awali, ukitazama hapa unapopaona Simba kwenda mbele, unaona ikiwa inapona. Kupona au kuto kupona inategemeana na yani utayari wa viongozi walio madarakani. Unajua ukiangalia pale kuna upande wa mwenyekiti katuvyozungumza. Hapo unaanza kuzungumzia uongozi. Kisha tutaenda ndani ya dakika 90. Naona yani ukiangalia upande wa uongozi kuna viongozi ambao ni wanachama ambao wako chini ya Mangungu, na kuna uongozi ambao upo kwa ajili ya mwekezaji ili kutengeneza ile bondi. Sasa hawa watu wakishikana pamoja wakaamua kuwa kitu kimoja, manake hakuna ambaye atakwenda kuharibika. Lakini kama itakuwa wanatoka nje ni kama wako wamoja, lakini ndani kuna mission za sisi zinaendelea, timu haiwezi kuwa moja. Kwa sababu moja ya changamoto ya watu wa Afrika ni moja tu. Waafrika mnapokuwa mnatofautiana, zile tofauti zenu haziishi kwenye hoja ambayo tofautiana, zinakwenda mpaka kwenye maisha mengine. Yaani mimi leo nikimchukia JB tukigombana hapa, basi natamani kuona kwamba hata anakoishi akosi chakula, hata mkewe amkimbie. Ndio tuko hivyo. Yaani watu ambao matatizo yetu ya kiutendaji yanaenda mpaka mbali yani. Naona ndio maana utashangaa mtu anatoa hoja, alikuwa anaongea Mo hapa, anatoa hoja ya kuhusu Simba, pengine kocha hafai. Unaona kwanza unaniambia tapeli. Sasa tapeli na kocha wapi? Mimi nazungumzia issue ya kocha, nazungumzia issue mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa watu hawataki kwenda kwenye hoja, wanaingia maisha mengine. Ndio tabia tuko nayo. Kuna kipindi nakumbuka Yanga alifunga goli 5 ile na Simba. Wanakuambia kwamba kisa ilikuwa tulimchunga aondoke. Kwa hiyo hawezi kuondoka, tupigwe. Akapigwa 5 na kula kumfukuza. Lakini ziliwachukua muda mrefu zile 5 mpaka kuja kurudisha. Kwa hiyo kuna madhaifu ambayo yanakuepo ya kutaka kuchanganya hoja za msingi na kwenda kuathiri mfumo wa klabu. Kwa sababu mimi siamini kwamba
misimu yote hii Simba anapoteza ubingwa, si kwamba ana changamoto za kusajili, hapana. Kwa sababu ukiangalia kama angekuwa ana changamoto ya kusajili, most of the player ambao wanatoka Simba wakienda sehemu nyingine wanafanya vizuri. Kwa hiyo kumbe sio anasajili wachezaji wabaya, lakini wakifika kwenye timu wanakutana na kitu gani ambacho kinawafanya pengine wasijitoe. Siko unaelewa hapo? Yaani huko alikuwa yuko unga, akitoka kena sehemu nyingine anakwenda kutegemewa. Kwa hiyo maana yake kuna sintofahamu ipo, lakini kingine waimarishe mfumo wa usajili. Mimi ningependa kuwashauri kitu hiko. Yanga zamani walikuwa na makamati mengi, mara unafika wakati wanaunda makamati ya bid club nani zile. Kwa hiyo inafika hatua timu ikianza kufanya vibaya, anakuambia huyu mchezaji nani? Huyo Mustafa Magari. Huyo bid club. Kipindi kile Simba walikuwa na kina Veva, Friend of Simba na vitu kama hivyo vilikuwepo. Sasa hizi Yanga wakifanya vibaya, hata kama juzi walikuwa wanataka kumsafisha, there is no way utaacha kumzungumzia Engineers. Kwa hiyo leo usajili wote wa Yanga ni Engineers. Ukiwa mbaya kubalini, ukiwa mzuri kubalini vile vile. Kwa tayari amejipambanua. Hasa hiyo kitu inatakiwa hata kwenye klabu ya Simba. Kama wanaamua kusajili, kama ni klabu, basi isajili. Ila ya mambo ya kwamba atasajili huyu mtu mmoja, huyu kesho na kesho kutwa mkitafiana, ni rahisi mtu kuweza kuliveti. Ni rahisi sana, ni rahisi mno kwa sababu hawa ni binadamu. Inawezekana mimi ukaniambia sina maana kwenye kikao hujaniita, alafu na mchezaji wangu mimi nampa mshahara aje kucheza mechi, afu nikakaa kimya, inawezekana nitaharibu tu. Kwa nafikiri wakiboresha kwenye eneo la usajili, ikawa timu inasajili, wakania mamoja miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya scouting nzuri ya wachezaji ni Simba. Ni kweli. Ndio maana most of the player ambao wanakuwa kutoka Simba, Yanga nawaona, lakini anaona kutokea wapi? Kutokea Simba. Na nafikiri hata msimu huu unaokuja mpya kuna baadhi ya nyota wa Yanga wa Simba watamia Yanga. Samahani kwa kuambia ni. Sawa, twende eneo la dakika 90 sasa. Tumezungumza kwenye eneo la uongozi. Tuzungumze ndani ya uwanja. Simba inapona? Kwa nani? Kwa maana Simba tunafahamu kwa misimu ya hivi karibuni. Tumeshuhudia Simba ya kina Sawadogo. Tumeshuhudia Simba imekuwa na wachezaji wa panda shuka kila msimu inaondoa wachezaji na wachezaji wapya. Sasa hivi tunavyoiona Simba ina wachezaji ambao tukasema ni kiwango cha Simba ama bado iko njiani kuelekea kule ambapo iliwahi kuwa. Nimekwambia kwamba haijawahi Simba kusajili wachezaji wabovu. Sio, unaelewa? Issue ni mfumo wa namna kuweza kudili nao wachezaji. Yaani ule mfumo wa kuweza kudili. Angalia Chemaloni, si alikuwa Simba? Lakini baadaye kuonekana kama ni kama mtu ambaye anachomesha. Baada ya kutoka Simba alikokwenda, labda mkuu ngoja nimsaidie jambo lake. Kwa mkuu utaona kama labda anajitetea. Mimi namtajia wachezaji. Enoki Nonga hapa kaambua afai. Katoka hapa kenda Farabat. Anazima. Sawa, nusu finali. Timu ya taifa yumo. Nusu finali kagombania mshindi wa 3, national team. Yaani sentafu alile anayecheza ligi anakaa nje, anacheza Enoki Nonga from Simba, lakini Simba kaonekana afai. Shemalon Fondo katoka Simba kaambua afai. Amekwenda wapi? MC Alger. Sasa hivi MC Alger akiumwa Shemalon, Waarabu wote wanakusanyana kitandani. Na ndio sentafu panga pangua, sentafu ya Galatasaray. Mkameruni yule anakaa nje anacheza Shemalon. Twende Fabrice Wamba Ngoma. Tumeambiwa hapa afai. Sasa hivi ndio captain wa El Ittihad. Kibu Dennis kaondoka huyo kaambua hapa afungi. Sasa hivi ana goli 6, ana assist 4. Joshua Mutale tumeambiwa hapa afai, sasa hivi anakiwesha Libya. Ana goli 4, ana assist 6. Haya, twende Mkwala. Ana goli 6, ana assist 5. Sasa kuna kilichotoka Simba. Haya, ukija nani yule kiungo wetu yule Abubakar Sal ndio captain wa JS Kabili. Shabalala huyo hapo yuko Simba, yuko Yanga. Si umeelewa? Kwa hiyo hakuna mchezaji, yani Salamba ameongea kitu ambacho kiko fact. Ili uwe na timu bora, uwe na mambo manne. First of all, good leadership. Sawa, hii wanaongea watu wenye akili nyingi tu kama sisi, lakini sio meja. Sahihi. Uwe na good leadership. Sahihi. Ukishatoka good leadership, itakuletea bench la ufundi bora. Sahihi. Good technical staff. Alafu good technical staff litatuletea good players. Yes. Sahihi. Good players itatuletea timu bora. Timu bora italeta mashabiki bora. Kwa vitu vinne.
Ukiona uongozi umeyumba, each and everything going to be distracted. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa katika distract margin. Sio, umeelewa? Sahihi kabisa. Kwa hiyo uongozi kama hujatulia, hata umlete Cristiano Ronaldo utajisumbua. Sahihi kabisa. Sasa hivi si umemwona Aula anafanya kazi. Libe Segues anafanya kazi. Kama uongozi hautotulia, hawa wote watakuwa kina Mkwala. Na Joshua Mutale. Bwana, tumekuwa na wakati mwingi Chief, tukiwa tunamaliza sasa na kuomba Meja tuje tusimame nyuma GB hapa. Dr. Mo, karibu nyuma, tusimame nyuma hapo ya GB tuweze kuonekana bwana pamoja. Bwana, unajua kuna of course na tunataka tuweke sawa, kuna notion inawekwa si ndio, vituo vinanasibishwa na timu, si ndio? GB, we sio mara ya kwanza kufika Salamba TV. Labda wewe utatueleza leo hii kama umeshawahi kukutana na mambo ya kitimu hapa Salamba TV au la. Na hapo pia kuna mashabiki wa Simba, kuna shabiki wa Yanga. Shabiki wa Yanga. Tumewahi kuwa na Muhindi hapa, si ndio? Tumewahi kuwa na mashabiki kadha wa kadha wa Simba Sports Club, wa Young Africans, Azam na timu zingine tofauti tofauti. Naomba tupate neno lako kidogo. Upo na mkurugenzi hapo, pengine credit zako, nataka uongee fact kuhusiana na namna ambavyo unaitazama Salamba TV. Fact. I have already told them. Nilishaongea na mashabiki kwamba namsafisha. Sawa, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu sawa ambao nilikuwa nakaa front katika kupambana nani na Salamba. Sio, lakini kikubwa alichokuwa anaongea ni fact, ambacho ndicho kilichokuja kuitibu Simba, ambacho ndicho tunachoimba sasa hivi. Sio, umeelewa? Hakuna kitu ambacho sasa, unajua Watanzania tuko hivi. Unajua Tanzania tumetawaliwa sana na mapenzi kuliko uhalisia. Sio, umeelewa? Especially mashabiki wa Simba na Yanga. Tumetawaliwa sana na kuvipenda hivi vilabu kuliko nini uhalisia. Leo mshabiki wa Simba akitokea mtu anaongea fact kuhusu kuijenga Simba, amuelewi. Lazima atamwambia huyu atahusianishwa na nini? Na Yanga. Sio, umeelewa? Na akitokea mshabiki wa Yanga kuna mtu anaongea fact kuhusu Yanga, atambua huyu ni nani? Huyu ni Simba. Tena anatengwa kabisa. Sasa hichi sisi kwa sisi watu tunakuwa na akili nyingi. Tukishafanya upembuzi wetu, tukishagundua kwamba bwana, this is wrong, this is right,